Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Mabaraza ya mitihani barani Afrika yametakiwa kuwekeza katika mifumo imara ya usalama wa kidigitali, uchambuzi wa data na zana zinazotumia akili unde ili kugundua viashiria vya ukiukwaji wa taratibu za mitihani zinazotokana na maendeleo ya teknolojia, hususan matumizi ya akili unde. Tahadhari hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia jijini Arusha, Profesa Caroline Nombo, wakati akizungumza na wataalamu, watafiti na watendaji wa masuala ya elimu katika mkutano wa 42 wa Jumuiya ya Afrika ya Tathmini ya Kielimu AEAA, wenye lengo la kujadili namna ambavyo teknolojia zinavyoweza kuingizwa kwenye uwajibikaji katika mifumo ya tathmini huku ikidumisha uadilifu wa kitaaluma. Serikali imeshaweka utaratibu na mikakati mbalimbali na imeendelea kuwekeza kuhakikisha kwamba teknolojia ya TEHAMA inatumika katika kufundishia na hata kufanya utahini wa wanafunzi. Tayari nchi yetu imeshawekeza kwa kiwango kikubwa katika maeneo haya, na kwa hiyo matumizi ya akili unde kwenye kufanya utahini ni mada ambayo iko muafaka na imekuja kwa wakati muafaka ambako ndio dunia inakoelekea sasa. Mnafahamu akili unde inarahisisha sana maisha. Akili unde inarahisisha ufundishaji, inarahisisha utathmini ya wanafunzi, lakini pia akili unde inaweza kutumika katika namna ambayo haikubaliki. Matumizi ya akili unde yawe matumizi ya akili unde ambayo yanajali sana habari ya ethics, maadili, habari ya accountability, na pia kuangalia inalinda usalama wa data zinazotokana na shughuli ya utahini. Kwa hiyo Tanzania hatujabaki nje kwenye matumizi ya akili unde. Ndio maana NECTA tayari wameshaanza kufanya utahini kwa kutumia akili unde kwa kiwango fulani, na kulingana na misimamo tuliyoiweka na mifumo tuliyoiweka. Sasa hivi wataenda kupanua sana utolewaji wa utahini na kufanya tathmini na kutoa matokeo kupitia akili unde. ICT na akili unde imetumika katika utahini, lakini namna ambavyo nchi imejipanga kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba matumizi hayo yanatumika kwa faida kubwa na sio kwa hasara. Naitwa Saidi Ali Mohamed, Katibu Mtendaji Baraza la Mitihani la Tanzania. Kuna jumla ya nchi 28 zimeshiriki, nchi za Afrika mbalimbali na nje ya Afrika. Tuna washiriki 357 kutoka nchi mbalimbali. Katika dhana kuu ya mkutano huu ni kujadili matumizi ya akili unde katika masuala ya elimu, hasa katika upimaji na utahini. Kama mnavyojua, karne ya 21, mifumo mingi sana na maendeleo mengi ya jamii yanategemea matumizi ya teknolojia. Akili unde imekuwa ni teknolojia kuu kwa wakati huu, imekuwa ikiathiri kwenye kila sekta, na sisi upande wa elimu, hasa katika masuala ya uendeshaji wa mitihani, tumetafakari na kuona sasa tusiwe nyuma. Mkutano huu ni wa 42 kwa Tanzania, ni watano kufanyika kwenye historia kati ya hizo 42, lakini mkutano huu ni wa kwanza kutathmini hasa masuala ya artificial intelligence. Kwa hiyo umekuwa ni mkutano mzuri, na katika mada zote ambazo zitawasilishwa hapa zinajikita katika matumizi ya artificial intelligence. Sasa hivi tunazungumzia sera yetu ya elimu kulink mambo ya taaluma na viwanda, mambo ya ajira binafsi, lakini masuala ya elimu endelevu, lakini masuala ya usalama wa mitihani, matumizi ya teknolojia katika elimu maalum na maeneo mbalimbali. Yote hayo yatajadiliwa, na kama ambavyo tunafahamu teknolojia inakuja na faida, lakini kuna changamoto zake. Sasa wataalamu hapo watajadili vya kutosha katika wiki nzima, ili baada ya hapa sasa, kama nchi, dira yetu ya 2050 inaweka wazi kwamba ikifika 2050 80% ya huduma za kijamii ziwe katika mifumo ya kitehama. Sasa mifumo ya tehama ina threat zake. Kama unavyojua, wakati lazima tujiandae katika kuwekeza kwenye teknolojia, lakini vile vile na kuwekeza katika usalama wa teknolojia.
Kwa upande wake, rais wa chama cha tathmini ya elimu barani Afrika, Dr. Eshetu Gichoro, amezitaka nchi za Afrika kuharakisha mageuzi ya mifumo ya tathmini kwa kutumia teknolojia ya akili bandia. Therefore, let this conference be a turning point. Let AEAA, in partnership with the African Union, development partners, and the universities, commit to build a vibrant, resilient, and future-ready African assessment ecosystem, not only in the South, West, and the East, but also in the Central and the North regions of the continent. Nowadays, African artificial intelligence presents both opportunity and a challenge. On one hand, AI enables adaptive testing, predictive analytics, and personalized learning pathways. It can democratize access to quality assessment even in the rural and the marginalized communities. On the other hand, AI raises questions of equity, ethics, and data sovereignty. If Africa does not build its own independent technology-integrated assessment system, we risk becoming a consumer of imported models that neither reflect our realities nor serve our aspirations. The challenge is immense, but the opportunity is greater. A defining moment in African educational journey, theme of this 42nd AEA annual conference, Rethinking Educational Assessment in Africa in the Age of AI, is not a mere intellectual exercise. It is a continental imperative. The world is moving with unprecedented speed, and Africa cannot afford hesitation or excuses. Kwa upande wake, rais wa chama cha tathmini ya elimu barani Afrika, Dr. Eshetu Gichoro, amezitaka nchi za Afrika kuharakisha mageuzi ya mifumo ya tathmini kwa kutumia teknolojia ya akili bandia. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 627 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.